jamani, hivi naota au niko usingizini? Mtu aje namshi jamani. Yule si ni Bailam yule? Na yule mwanamke ambaye uko naye ni nani? Yaani kuna mwanamke anayethubutu kutembea na Bailam wakati mimi nipo. Mshangazi mwenye pesa zake. Huyu mwanamke tena ataenda kunieleza vizuri leo. Ni nani aliyemwambia atembee na mpenzi wangu Bailam? Astaghfirullah jamani. Yaani Bailam, wewe kunifanyia mimi kitu kama hiki kweli? Huyu mwanamke ni nani? Hapana, sio kama hivyo unavyofikiri. Yaani mama wengine jamani hata wajiheshimu. Mimi ni mwalimu wake lakini pia ni mpenzi wake Bailam. Kwa taarifa yako sasa kama ulikuwa haujui. Dogo, hebu ongea kwa nidhamu, ongea kwa heshima. Hivi unajua unaongea na nani wewe? Unajua mimi naweza nikakupoteza muda wote hapa Yaani hivi wewe hauoni aibu? Hauoni Bailam jinsi anavyopendeza, anavyonawili hivyo, ananukia perfume ya milioni 7. Wewe unadhani amepata wapi hizo pesa zote? Acha kutoa macho kama mjusi kabano kwenye mlango wewe, sawa? Mimi nakuuliza swali, naomba unijibu. Unadhani hizo pesa zimetoka wapi? Kila siku namuona Bailam kapendeza, ananawili. Unadhani nani anayemtunza? Mimi ndio nayempa pesa huyu kijana. Kwa hiyo sitaki nikuone upo karibu na huyu kijana kuanzia leo, sawa? Kwa hiyo Bailam, umekuja kunidhalilisha kwa huyu mama mtu mzima, mshangazi huyu, Na huyu ni nani? Na mbona hakuwahi kunieleza kwamba unaishi na mama mtu mzima hivi? Mnazidi kunichanganya jamani, mnazidi kunichanganya. Rebeka, naomba unipe muda, nitakuelezea kila kitu kinachoendelea hapa. Yaani leo jamani umenikwaza Bailam, leo umenikwaza leo. Naomba upande kwenye gari tuondoke hapa. Na wewe mwanamke, kuanzia leo sitaki nikuone upo karibu na Bailam. Sitaki nikuone ukiwa karibu na Bailam. La si hivyo, nitakufanya kitu kibaya mimi. Mwanangu ndevu mbili. Kijana wangu umeiva. Kijana wangu umeiva sasa hivi. Yaani zamani ulikuwa huwezi hata kushuti sehemu ya karibu. Hata ukipewa kuku ulikuwa huwezi kushuti. Lakini kwa sasa hivi uko vizuri, unalenga vizuri. Kwa kweli unanifurahisha sana. Bravo kwako. Manake naweza nikakuchukua hata kwenye masafa yangu yale ya mbali, ukaenda kufanya long range shot. Uko vizuri sana kijana sasa hivi. Asante sana. I always follow your step my master. Yaani wewe umekuwa ni inspiration kubwa sana kwangu. Manake nikijiangalia miaka 2 nyuma nilikuwa na maisha magumu sana, maisha ya kifukara, lakini toka nimejiunga na chama lako hili, kwa kweli maisha yangu naona yamebadilika. Safi sana kijana. Yaani kujiunga chama chetu umefanya maamuzi mazuri sana. Ujue ndevu mbili, sisi kazi yetu kubwa ni utekaji. Sisi tunafanya kazi ya kuteka, na mimi huwa nafanya kazi na watu wazito. Yaani ukiona mimi nipokea simu ya mtu, basi ujue ni simu ya hela ndefu. Yaani ukiwa hapa kwenye chama chetu hiki utapokea hela nyingi sana kijana, na utapata ofa nyingi. Na hizi kazi huwa mnafanya za mikataba au ni mkikutana tu pale mnakubaliana kwamba bana fanya kazi yangu kwa kiasi fulani alafu mnamalizana juu kwa juu? Inategemea na mtu mwenyewe amekuja vipi. Kuna mtu mwingine anakuja na kwambia mwanangu hata tufanye kazi ya mkataba. Basi kazi ya mkataba inakuwa na hela ndefu, lakini kuna mwingine ni wa one time. Mnakutana mara moja, unafanya deal yake na kukupa mkonjo wako. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo inategemea na mtu mwenyewe amekuja vipi. Kama ila nzuri zaidi ukipata yule ambaye anakuambia tufanye mkataba kidogo, yule utakuta kwa mwaka anakupa hela nyingi sana. Lakini master, unajua mimi kwenye mafunzo yangu yote hujawahi kunichukua kwenye mission hata moja jamani. Mimi nategemea sasa hivi, nimejifunza sasa hivi kwenye kushuti, niko vizuri. Hata ukinipa long range shot mimi na shoot vizuri sana. Sasa nitaka kujua kama unaweza kanichukua kwenye mission ijayo. Shega mwanetu, usiwaze. Next mission lazima utakuepo. Next mission you are in. Kwa hiyo sitakusahau kabisa. Hii itakuwa ni mission yako ya kwanza na utapiga pesa nyingi sana. Jamani, kweli jamani. Kwa hiyo nitakuwa kwenye mission. Basi tuendelee kushuti. Mimi nataka niendelee kujifunza zaidi niwe vizuri. Wewe Bailam, hivi unatambua kwamba jana umeniaibisha sana jamani Bailam. Yaani mimi sikutegemea kama wewe ungeweza kutembea na ule mwanamke yule. Mwanamke mwenyewe amechoka vile. Sio hadhi yako yule. Naomba niwie radhi. Sikutegemea kama yote yangetokea, lakini kwa kweli naomba msamaha sana kwa tukio lilotokea jana. Yule ni mwalimu wangu tu, lakini wewe ulituhisia tofauti, na yule mwanamke huwa ananitaka mimi toka muda mrefu. Ndio maana ukaona mambo kama yale. Lakini kwa kweli mimi naomba radhi mbele yako kwa kuwa nimekukwaza jana na sikutegemea kama yote yangetokea.
Hivi Bailam, unajua kiasi gani mimi nakupenda? Unajua kiasi gani mimi nakupenda hata kama mimi ni mshangazi, lakini nimetokea kukupenda wewe kijana. Ndio maana mimi natenga budget kwa ajili yako. Na hakikisha unakula vizuri, na hakikisha kila kitu chako kinaenda vizuri. Hasa kwa nini wewe unashinda kunipa mimi heshima yangu? Kwa nini unichanganya na wanawake wadogo wadogo wale ambao hata hawana maana yoyote kwako? Maani sana, kama nilivyosema awali, nitajitahidi sana sasa hivi nisipokwaze. Yaani hiyo bezi yako mimi inanichanganya jamani wewe. Lakini sawa, mimi nimekusamea. Sitarajii tena kitu kama hiki kitokee, manake unajua mimi na moyo unavyofanya hivyo mimi naumia bana. Naomba ujiandae, next week tuna safari ya kwenda Zanzibar, sawa? That's my baby. Kwa kweli umenifurahisha. Mimi kwa kweli sikutegemea surprise kama hii. Kwa kweli leo umenifanya nifurahi sana. Sijawahi kwenda Zanzibar toka nazaliwa, wala sijawahi kupanda boti. Kwa kweli hii itakuwa ni safari yangu ya kwanza. Thank you very much. Okay sawa. Wewe pangilia ratiba zako za chuoni vizuri, lakini kwa next week panga ratiba nzuri kwa sababu ya safari. Manake wiki ijayo utabidi niondoke na wewe. Basi acha nikuache mimi naondoka sasa hivi nenda nyumbani, lakini tutawasiliana. Lakini stay safe na sitaki nikuone upo karibu na wanawake, manake utazidi kunichefua tu. A few moments later. Najaribu kulala lakini usingizi haupandi kabisa, haupandi usingizi. Yule mwanamke lazima nimfanyie jambo, haiwezekani. Kapata wapi jeuri? Anatoa wapi jeuri ya kutembea na Bailam? Yaani mimi Bailam namhudumia, nampa pesa, nampa kila kitu anachokitaka yeye. Lakini yule mwanamke anatembea naye tu eti kwa kujifurahisha. Lazima nimfanyie jambo huyu mwanamke, haiwezekani. Lazima nimteke mimi. Ngoja nipigie watu wangu wa kazi hapo wafanye jambo lao hapo, chapu kabisa. Yes, kwenye line, hello. Vipi? Mpo location? Maki nataka niwape kazi hapa. Nataka mumteke mtu mmoja hapa. Kumbe nataka tumteke mtu. Basi sawa, haina shida, hiyo ni kazi ndogo sana kwetu. Tupe ofa yako. Ulikuwa una ofa shilingi ngapi hapo? Nitawapatia $10,000 kila mmoja hapo, lakini hiyo ni bei ya awali tu, ni kama bei ya kuelewana. Lakini mkishakamilisha hii issue nitawaongezea pesa nyingine. Ningependa labda tutafute sehemu tukae tuongee. Nataka niwatumie location live hapa.